بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darasa ya kitabu al-Umda fi a'mal al-hajj wal-umra, tulimalizia katika darasa iliyopita kuzungumzia yale ambayo atayafanya aliyekuwa katika ibada ya haji katika tarehe 9 akiwa Arafa. Na leo biidhnillah ta'ala tazungumzia usiku wa kuamkia siku ya Eid, usiku wa kuamkia tarehe 10 ya Dhulhijja, a'malul hajj bimuzdalifa, yale anayoyafanya aliyekuwa katika ibada ya haji akiwa Muzdalifa. Awalan, kabla ya kuingia kuzungumzia jambo la kwanza, Muzdalifa watu huenda baada ya kutoka Arafa. Baada ya kutoka Arafa watu huenda Muzdalifa. Jua linapotua katika siku ya tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja, watu waondoka kutoka Arafa na kuelekea Muzdalifa. أولا، إذا حل الحاج بمزدلفة صلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 قصرا. jambo la kwanza kabisa, anapofika haj katika sehemu ya Muzdalifa ataswali rak'a 3 swala ya magharibi, kisha ataswali salatu al-isha rak'a 2 kwa sababu ni msafiri. Kwa hivyo ataswali rak'a 3 kisha ataswali rak'a 2 anapofika wapi? Muzdalifa. Na hii itamaanisha kuwa anapotoka Arafa baada ya kutua kwa jua, mara nyingi akifika Muzdalifa huwa wakati wa magharibi ushafanya nini? Ushatoka, umfika wakati wa isha. Pamoja na kuwa umefika wakati wa isha, hautatanguliza salatu al-isha, bali utaanza na maghrib kisha utaswali salatu al-isha jam'an wa qasran. Adhana 1, iqama 2. ويجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، أذان 1 na إقامة 2. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في حجته بعدما غربت الشمس يوم عرفة، أخر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يصلها حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. ابن عبد البر رحمه الله تعالى katika kitabu chake al-Istidhkar asema kuwa kwa ijma' ya wanawavyuoni hawakukhtalifiana katika hili, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka Arafa katika haji yake aliyohiji baada ya kutua kwa jua katika siku ya Arafa, akaichelewesha sala ya magharibi kwa wakati ule ambao alikuwa aswali, sababu jua lishatua, akaichelewesha, hakuiswali isipokuwa alipofika wapi? Muzdalifa. Akaswali kule salatul maghribi na isha, akazikusanya swala hizi mbili, jamaa bainahuma baada ma ghaba ash-shafaq, akakusanya baina swala hizi mbili baada ya kupotea lile wingu jekundu, yani wakati wa nini? Wa maghrib. Wa ajma'u على أن سنة الحاج كلهم في ذلك الموضع. kwa ijma'
kuwa sunna ya haj kila anayefanya haj ni kule kuiswali maghrib na isha. Hapa ningependa kugusia jambo ambalo wakati mwingine latokea. Wengi kati yetu sisi pengine labda ni mara ya kwanza kusikia ama hatufahamu kuwa salatul isha wakati wake wa mwisho ni nisfu al-layl, ni nusu ya usiku, na hii ni kwa adilla ambazo ziko fi sahih. Wengine pamoja na kuwa kuna ikhtilaf baina ya ulama wamekwenda kuwa ni mpaka tuluu al-fajr, lakini sawa sawa ila nisfu al-layl. Nisfu al-layl si saa 6 za usiku, nusu ya usiku si saa 6 za usiku. Nusu ya usiku ni kuanzia kutua kwa jua mpaka kupambauka kwa alfajiri katikati yake. Tuseme kwa mfano jua likiwa latua saa 12 na kuchomoza saa 12 siku ya pili kwa mfano, itakuwa ni masaa mangapi? Katikati yake ni masaa 6, sio 12, katikati yake itakuwa 6. Kwa hivyo saa 6 za usiku itakuwa ndio nusu ya usiku. Lakini je, kwa mfano hapa tulipo jua latua saa 12 kamili? La, latua kama saa 12 na nusu kwa mfano. Sasa kwa hivyo nusu ya usiku haitakuwa saa 6 kamili, bali itasonga mbele kidogo. Kwa namna hiyo ndio utakisia. Ikiwa baina ya maghrib na baina ya alfajiri siku ya pili kuna masaa 6, itakuwa nusu ya usiku ni baada ya masaa mangapi? 3 kutua kwa jua. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Taib, hapa yatokea wakati mwingine katika haji, na mimi nakumbuka wakati mmoja tuko haji ikatokea kweli hivi ninavyozungumza, kuwa watu wamebaki wasubiri mabasi ni machache ya kuwachukua watu kutoka Arafa kuwapeleka Muzdalifa. Ikawa mabasi ni machache, ikabidi watu wabakie mpaka nusu ya usiku. Nusu ya usiku ikawaingilia wakiwa wapi? Bado wako Arafa. Tufahamu kitu kimoja, kuswali kwa wakati wake ni sharti katika masharti ya sala, na kuswali jam'a ya maghrib na isha Muzdalifa nini? Ni sunna mustahabba, sio wajib. Kwa hivyo huwezi kutanguliza sunna ukawacha sharti katika masharti ya sala ambao ni lazima uiswali swala kwa wakati wake. Naeleweka nazungumza nini? Kwa hivyo hapa watu watafanya nini? Wataswali maghrib na isha wakiwa wapi? Arafa, kabla ya kufika Muzdalifa, ili kuchunga wakati. Na hapa siwezi kusahau hiyo siku. Nafikiri tulikuwa na baadhi ya ikhwan tukaitwa majahil, tukaitwa kila ina majina. Yote ni kwa sababu gani? Ujinga. Ukiwa hutaki kusoma ibada utabakia katika ujinga maisha yako, na ujinga mzigo. Sasa wewe uende mpaka Muzdalifa saa 7 za usiku kwa mfano, au saa 8 ishatoka wakati wa swala ya isha, uenda kuswali huko ili upate sunna, na huko umewacha nini? Sharti katika masharti ya swala. Na hii ni upungufu mkubwa sana. Mimi nimeshangaa nimeuona wakati ule. Na nakumbuka haji ile, alhamdulillah, tulibahatika, nafikiri baadhi yenu mumjua Sheikh Ahmed al-Mahri maarufu, ashakuja mara kadhaa hapa akatoa mhadhara. Tulikuwa pamoja katika haji ile, na yeye ndiye akatuswalisha siku hiyo kama sikukosea. Ni mimi ama ni yeye mmoja aliswalisha. Na hivyo hivyo huyu ni mtu ana ilmu yake, na pia tumeitwa majahili kwa sababu ya ujinga wa watu wa kutofahamu kupima katika mambo ya ibada. Nalisema hili kwa sababu latokea wakati wowote, laweza kutokea. Ni lazima ufahamu masuala haya. Ama waweza kuwa katika izdiham, uko kwenye zahma kwenye basi, mpaka muona nusu ya usiku yapita, bado mko kwenye mabasi, shuka naendani mkaswali, kimaliza kuswali muendelee na safari yenu. Lakini ukichelewa mpaka wakati wa swala ukatoka, sasa hapa kuna shida. Kuna shida. Vipi utawacha wakati utoke kwa ajili ya jambo ambalo ni mustahab, la pendekezwa? Hili ni muhimu sana watu walifahamu, na likariri mara nyingi kwa sababu lishafanyika, na nishaona watu wakifanya makosa haya. Kwa mtu aona akiswali maghrib na isha pale Arafa,
swala yake haikusihi. Watu waona hivyo, bali twasema kuwa kwa mfano mtu akasema kuwa mimi sitaki kuswali Muzdalifa maghrib na isha, nitaswali hapa Arafa kabla ya nusu usiku, akaswali ndo akaenda, atapata dhambi? La, hapati dhambi. Itakuwa amekosa thawabu ya kutabikisha sunna ya Mtume sallam, lakini hatuwezi kusema huyu ni mtu amepata dhambi, basi hatapata ajiri ya nini, lakini ameswali swala ya faradhi kwa wakati wake. Naeleweka nafikiri nazungumza nini. Sasa vipi yule ambaye achunga sharti la wakati ambapo iwaona wazi nusu ya usiku tayari wakaribia, na ana hakika kuwa hawezi kufika Muzdalifa isipokuwa nusu ya usiku ishapita? Katika hali kama hii itakuwa ni wajibu juu yake kutanguliza sharti juu ya nini? Juu ya sunna. Ili muhimu sana lieleweke. Thania, jambo la pili, as-sunnatu au was-sunnatu at-ta'jil bis-salatayn. Sunna ni kufanya upesi katika kuziswali zile swala mbili mujarrad unapofika wapi? Unapofika Muzdalifa. Wa an yusalli qabla hatt ar-rihal, kabla hajashukisha vipando vyake vizuri. Na zamani walikuwa wakitumia nini? Ngamia walikuwa wakianza kuswali. Kwa kabla hujafikia kusema haya tulaleni hapa, ushapata sehemu, swalini mwanzo. Watu waswali, wakisha swali ndio watajipanga mambo ya nini? Ya kulala. Wa infasala bainahuma wa akhara al-isha lihajatin lam yadurruhu dhalika. Ikiwa itabidi aswali maghrib kisha kuwe na kipindi kidogo, pengine ana jambo la dharura, kisha ndio swali isha, hilo pia halitamdhuru. Thalithan, wala yatanaffalu bainahuma wala ba'dahuma. Hakuna sunna baina ya sala ya maghrib na isha anapofika Muzdalifa. Kadhalika hakuna sunna baada ya salatu al-isha, yani sunna ya baadia. Hakuna sunna la katikati yake la baada yake. قال ابن قدامة رحمه الله: والسنة أن لا تطوع بينهما. سنة نكو كسيونا صلاة سنة بين مغرب وعشاء. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك. ولا سجوي مناوچوني أن يختلفيان من ذاك كتكايدي. كو سنة نمت أسيسوا لسنة بين مغرب وعشاء. na pia hakuna sunna nini ya baadia. Salatul witri imethubutu kwa Mtume sallallahu hakuacha salatul witr la safaran wala hadaran. Kwa hivyo salatul witr ataswali salatul witr hata kama ni rak'a moja aweza kuswali, lakini sunna ya qabliya na baadia yani liratiba hakuna, wallahu a'lam. Thumma يبيت فيها حتى يطلع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد. atalala pale mpaka ipambauke alfajiri ya siku ya 10 ambao ni siku ya Eid. fa idha tabayyana lahu alfajr, akibainikiwa kuwa alfajiri imepambauka, fasunnatu an yuajjila as-salata fi awwal waqtiha fi al-Muzdalifa bi adhan wa iqamatin. Sunna ni afanye upesi kuiswali salatul fajri katika wakati wake wa mwanzo akiwa Muzdalifa kwa adhana na iqama. Kisha kuna adilla katika hayo amezitaja hapa Sheikh Farkus hafidhahullah ta'ala, kwa yule anayetaka tazbitia. Jambo linalofuata katika kuondoka Muzdalifa, يقول ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس. hatujui khilaf baina wanavyuoni kuwa sunna ni watu waanze kuondoka Muzdalifa kabla ya kuchomoza kwa jua, bimaana wakisha swali swala alfajiri watakaa pale wafanye adhkar, na kuna sunna ya kuomba dua pale mpaka kuanze kuwa kwekundu kabla ya jua kuanza kuchomoza, watu wataondoka. Wadhālika lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaf'aluhu, hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi
wasallam. Washirikina walikuwa hawaondoki Muzdalifa mpaka jua lichomoze. Linapochomoza ndio waondoka. Mtume sallallahu akawa khalifu katika hilo. Kabla ya jua kuchomoza aliondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mweza kushangaa, lakini washirikina wa Quraysh pia walikuwa wakifanya haji. Walikuwa wakifanya haji, lakini ndani yake ina nini? Ina shirki. Na hili ndio la kufahamisha kuwa waweza kufanya ibada, lakini ukifanya shirki ibada zako hazikusaidii chochote. Makuraish walikuwa wakihiji, bali walikuwa wakiwakirimu mahujaji. Allah subhanahu wa ta'ala sema aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir ila akhir al-aya. Kwa walikuwa wakikirimu mahujaji wakihiji wao, lakini haji yao imejaa ushirikina ndani yake, haikuwasaidia chochote. Hata swala pia makuraish walikuwa wakiswali, wama kana salatuhum 'inda al-bayti illa mukaan wa tasdiya. Na wengi kwa makuraish walikuwa waswali swala yao kupiga makofi na mbinja tu wakizunguka pale, ndio swala hiyo, illa mukaan wa tasdiya. Lakini Allah amethibitisha wama kana salatuhum 'inda al-bayt, walikuwa swali. Lakini swala za ajabu kama hizi ambazo zimejaa ushirikina ndani yake. Jambo linalofuata, yu'fa min al-mabit bi Muzdalifa al-musinnuna wal-ajazatu wal-marda was-sibyanu wad-dha'afatu min ar-rijali wan-nisa. Husamehewa kuondoka kabla alfajiri, bimaana kutolala mpaka alfajiri Muzdalifa, watu wazima ambao ni wazee, kadhalika wale ambao hawana uwezo wa kuweza kuhimili zahma, kama wagonjwa, watoto, madhaifu katika wanaume na wanawake. Fayurakhasu lahum an yadfa'u ila minan qabla alfajri idha ghaba alqamar. Hawa wamepewa ruhusa kisheria ya kuondoka Muzdalifa kuelekea Mina kabla ya alfajiri, ikiwa mwezi utapotea, ay baada muntasafi lailati al-Eid, baada ya kuisha nusu ya usiku wa kuamkia Eid, yajuzu kwa wanawake, watoto, watu wazima waondoke pale. Na inawezekana kuwa mtu ana nguvu zake, lakini yeye ndio yuko pamoja na yule mwanamke, ndio mahram wake, atembea naye, huyu ataondoka, sio kuwa yeye ana ruhusa, kwa kuwa hawezi yule ambaye ana ruhusa kuondoka bila yeye kuondoka pamoja na yeye. Ikiwa ni mtu mzima, wewe ndio murafiki wake, tuseme wamsukuma kwenye kigari, hakuna mtu mwingine hapa, itabidi pia huyo ambaye ana uwezo aondoke, si kwa sababu yeye amepewa ruhusa, kwa sababu yule aliyokuwa naye ana ruhusa ya kuondoka, haiwezi ile zahma, kwa hivyo aweza kuondoka pamoja na wao. Wallahu a'lam. Kwa hivyo baada muntasafi lailati al-Eid wataondoka ili kuepuka ile zahma na kuchelea isije kukatokea msongamano ambao hata uweza. Na hili ni jambo ambalo leo watu walifanya, na wengine hata ruhusa pia hawana, pia huenda kishapita nusu ya usiku hao nina tukimbia zahma bana, na mtu yuwaweza kustahimili. Kwa kweli ni zahma, haji si jambo dogo, na ndio maana mara nyingi huhimizwa ukiwa kijana nenda kafanya haji ikiwa Allah amekupa uwezo. Ukifanya utu uzimani wapata taabu kidogo, labda wewe mtu mzima na nguvu zake, lakini mara nyingi yahitaji nguvu za kiwiliwili sana. Kwa vijana ambao Allah amewapa uwezo, watu wafanye haji. Usiseme mwaka ujao tena, mwaka ujao tena, mwaka ujao tena, bado sijakuwa mzee mimi, bado mpaka lini? Kwa kuna uzito, na ndio maana ruhusa kama hizi zikaletwa. Na kuna bahthi nzuri, msahau mwandishi nani, atharu ziham fi ibadat alhajj, bahthi nzuri hivi katika risala ameandika mmoja katika tulab alilm, athari ya zahma katika ibada ya haji, na namna zahma au wakati gani zahma ya athiri katika ibada ya haji na wakati gani si sababu. Kuna wakati mwingine mtu atoa sababu wakati ambapo si sababu. Hii risala nzuri sana, kama mtu aweza kuipata, nimesahau na mwandishi, kama mtu aweza kuipata ni mzuri kuipitia. Nimepitia mzuri sana, ina fawaid nyingi sana
amenukuu maneno wanaovioni katika ahkam zinazobadilika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya zahma. قال ابن قدامة رحمه الله akizungumzia swala hili Ibn Qudama sema wala na'lamu fihi mukhalifan, kuhusu hii ruhusa waliopewa hao wasiokuwa na uwezo sijui aliyekhalifu katika hili. Walianna fihi rifqan bihim, kuwaonea huruma wale ambao hawana uwezo, wadaf'an limashaqqati az-zihami anhum, kuondolea uzito wa zahma na msongamano kwao, waqtidaan bifi'li nabiyihim sallallahu alayhi wasallam, na kuiga kitendo cha mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu aliwapa ruhusa baadhi ya masahaba waliokuwa hawana uwezo. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa akisema ana mimman qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylat al-Muzdalifa fi dha'afati ahlihi. Yeye pia Ibn Abbas alikuwa ni mdogo katika wale walioondoka kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kupita nusu ya usiku. Na hapa tutakuwa tumemaliza kuzungumzia yale ambayo atayafanya Muislamu akiwa Muzdalifa katika usiku wa kuamkia siku ya Eid. Na kinachofuata ni matendo ya siku ya 10 ya Dhulhijja, yaumu Eid an-Nahr, yaumu Eid an-Nahr, ambao ndio tutazungumzia ramyul jimar biidhnillah ta'ala katika siku ya 10 insha Allah. Tutazungumzia masuala ya rami, kutupa vijiwe katika siku ya 10. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.